jao mawifi wana kazi yao. Ulochochea mpaka mke wa kaka yako akaachwa, wewe hutobeba mzigo wa mtu mwingine, utalibeba zigo lako la kumwachisha mke wa kaka yako ukamtilisha fitna. Kuna baadhi ya makaka hawakai na wake kwa sababu ya bughudha za dada zao na ndugu zao na mama zao wazazi. Kuna baadhi ya mama wazazi kila anayeolewa kwake yeye siye, isiwe kiroja kwa kuwa tena wewe ndo mama mzazi, tena ikawa tena mpaka watu watie dhambini, ikawa balaa. Kila anaolewa, mwanangu huyu si mke, haya kashatolewa kwa hizo fitna, haya ndo kashaingizwa mwingine, huyu alikuja ndo kazidi, bora yule wa mwanzo. Sasa akamuoe tena yule kule, au hivi? Usihangaishe watu we. Pamoja na kwamba mzee ufanywe ihsani, na we uifanye hiyo ihsani. Kwani we ulifikiria ihsani ya kumzaa mtoto tu basi? Ihsani iendelee na mtoto na yeye aendeleze ihsani kwa mzee wake. Lakini leo mzee mwingine imekuwa ndiye sababu. Kuna wazee wakorofi, hawakai watoto zao na wake zao, hawakai watoto zao na waume zao. Tunasemaje hapo? Uongo? Kula majumbani, wanatoka wanawake vibonge kwenye majumba, wanaume vibonge, ndo ukazuka mtindo wa mazoezi kwa sababu ya kula sana. Tunasema hivyo hivyo, hakuna sababu zingine. Mazoezi si haramu, lakini yamekuwa yanapanda chati. Sio haramu mazoezi, yategemea atakavyofanywa. Na siku hizi hamtaki kufanya mazoezi na waume zenu, na kwenda kufanya mazoezi na mijitu mengine mbali. Yamekuwa si mazoezi ya kupunguza mwili, imekuwa mazoezi ya zinaa. Sasa hivi kuna mazoezi ya zinaa. Tunaona anachungulia yuko hivi, kava fulani, twende, nimeinama, nimeinuka, nimekota kidude mkono huko kwa mke wa mtu. Ndo kidude chenyewe ndo hicho? Ndo ulichokiokota wewe? Umeona kidude hicho? Unamsikia mtu yuko nyuma ya makalio ya mke wa mtu, ile kashamsogelea. Wakashapewa vijezi na vitreki, basi tena inakuwa ndio sababu ya kufanya maasi katika mazoezi hayo. Tunasema mazoezi si haramu, lazima watu wajiweke katika hali ya ukakamavu, lakini tutizame mazoezi yanavyofanywa. Ikiwa mchanganyiko mkubwa wa wanawake na wanaume, hayo mazoezi kwa mujibu wa imani zetu, tena kama yatakuwa yanafanywa kijimbo, kikamati, lakini kama kidini na kiimani, hayo mazoezi kwetu sisi yatakuwa hayako hivyo. Ili tuweze kupata thawabu ndani ya mazoezi, tuweze kupata thawabu, lazima twende kimipangilio. Mtu aende mazoezi yeye na mkewe, na atoke baada ya swalati alfajiri. Mshafanya nyiradi zenu kidogo, mmemuomba Mwenyezi Mungu, mshaomba dua, mwambia bibi toka. Bibi anavaa hijabu, ndani kavaa treki nyembamba, si tatizo. Midamu ndani amevaa ile treki ndani, hijabu akateremshia chini, kwa mkubwa anatoka na mkewe wanafanya mazoezi. Kuna tabu gani? Mkiona mazoezi mengine yanakuchanganya nyinyi, msifanye sana, rudini nyumbani mkamalizie mazoezi. Maana mnaweza mkachanganyikiwa. Mara mume wangu taratibu pana watu. Basi mwambie mazoezi yameghairika, turudi nyumbani.
mnakwenda kwenye kiwanja kikubwa cha mazoezi hasa. Mnakijua kiwanja gani? Si cha mawe au mnafikiri kiwanja cha Lumumba? Msio katika hali hiyo tena. Kila kitu mwambie hasa, sio mwambie hasa kila kitu. Mshakelewa kiwanja hicho? Mnarudi kwenye uwanja mkubwa wa mazoezi. Huko tena kuna jezi zake maalumu mnavaa, mnavua zile, mnavaa nyingine. Tena hapo mchaka hoya, mnamaliza salamu. Msije mkasahau dua tu. Sawa? Lakini leo viroja, kuna mijana dume haitaki kuoa, amejiingiza kwenye mazoezi. Nyuso mbaya kwa kutizama wake za watu. Hii tabia tunawaeleza sio nzuri. Jambo hili baya, halitakiwi. Nyie wanawake wajane, nyie kaeni majumbani huko. Mnatafuta nini? Mtaolewa tu nyie. Tunasikia mkitoka nje ndo nitaolewa, kama sikujipamba nitaolewa. Kwani hao wote waliolewa walijipamba? Wacha kujitia wazimu wewe. Hao wote waliolewa walijipamba? Haya, toka siku uliojipamba mpaka leo umeolewa? Kama ndo kujipamba ndo sababu, toka siku hiyo ulouchuna uso, ukajitia marangi ya midomo, ukajikwatua, ukavaa nguo nusu uchi, haya mbona utakuja kuposwa? Hujaposwa. Na akikuposa atakuposa muhuni mwenzio. Basi si umemwonesha ya uhuni, atakuposa muhuni mwenzio. Itokezea akupose mtu aseme mimi unamposa nimrekebishe, huenda akarejea kwa Mwenyezi Mungu. Na mwisho utakuwa humtaki, kwa sababu wewe hutaki watu kama hao, unataka watu wa dunia. Kama wewe shekhe, ustazi, mimi sitaki kuolewa na shekhe wala ustazi. Hao utakuolewa na ibilisi. Unataka kuoa ibilisi? Mwenyezi Mungu atunusuru na balaa hilo. Jamani, kula. Tukitaja chakula, maafa ya chakula hivi sasa wengi tayari kimeshawatesa. Wengine sasa washazuiliwa, kama ndo kula anaambiwa msile sukari, msile chumvi. Hebu peleleza, mtu ataambiwa chumvi asile, sukari asile, usile mafuta, usitumie sijui vyakula gani. Kuna watu wanakula vidizi vichanga, ana mabilioni ya mapesa, anaambiwa ale vidizi vichanga. Ukienda ukamuona chakula chake kinapotayarishwa utamuonea huruma. Na yeye ni tajiri. Mwenyezi Mungu anawaambia nitakuzuilia usile vyakula vya dunia. Ikiwa leo tajiri, Mungu kashakuzuilia vyakula hivi vya kawaida, muombe Mungu akakupe vyakula vya peponi. Vya duniani umezuiliwa, na peponi usile. Utakuwa katika hali gani? Baraka ya majumba na magari, sukari usile. Una majumba, tuna magari. Mtu anafika muda anaambiwa hata huyo mkeo uende naye mwezi mara moja. Kwa hiyo unamuona mke wa tajiri wakati mwingine anatuna tu yuko. Wakati mwingine anajisugua na ukuta yuko. Mwezi mmoja mwingi eti mtu anakula anashiba, alafu ambiwe tajiri ndo anaambiwa huyo mkeo mwezi mmoja. Mnasiri hivyo humu nye. Lakini wewe unaona hatu matajiri, watu wamejaliwa, ana nyumba 50 nasikia. Pale darajani ana maduka yamemwagika pale. Roho yako iko huko tu wewe. Akikupa matatizo yake, utaona mimi bora hata nisingepewa yale maduka yake na majumba. Wala simuone ichoyo, naona ana mabalaa. Kuna watu wanakwenda India wiki moja, anakwenda India, akakae wiki moja huko India kwanza.
kwa usalama wake wa afya yake, akakae wiki moja India, arudi hapa akae miezi 6, aende tena India akakae wiki moja. Huyo ndiye Allah. Lakini sisi zinema tunazifanyia masara. Wewe unamkera mumeo eti kwa sababu siku ya kwanza mwanamke wewe kakuletea tonge kwa tonge, tena unapiga kelele, hujapatapo kuniletea tonge kwa tonge, ndo kwanza leo. Au shanza kuposa, maana ndo mambo yao, hofu yao asije akaingia mwenzao. Bila shaka utakuwa ushaanza kuposa, si kawaida yako. Wewe kuletewa dagaa tonge kwa tonge ushafikiria mumewe kaposa, kwani vibaya? Au nitaka aposwe yeye awe shoga? Ndio. Wakati mwingine hata ili ongezeko la mashoga hili kwa sababu ya magari kuwa makubwa, tunasema magari yakiwa makubwa hakuna wanaume tena hupenda ushoga, maana kakaa hawezi kuoa, mwisho anaona bora aolewe yeye. Maafa haya mie nitayasema tu, wewe nuna chukia, kama uko uwezekano wa kuzimia zimia. Kuna watu waona raha. Mwenyezi Mungu akupa neema usiitumie vibaya. Mwenyezi Mungu anasema wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni na mnywe, wala tusrifu, wala msifanye fujo, innahu la yuhibbul musrifin, kwa hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kufanya fujo. Mwanamke chakula umeletewa ndani ya nyumba, unavuruga tu vyakula, unapika tu, natamani chapati, kesha kwenda kuchukua unga, anapima chapati tayari, mpaka chapati nyingine zinalala kwenye friji. Jamani, chapati ikalale kwenye friji, hawezi kuila, ndo anamwita jirani yake azidi kumhangaisha. Chapati yatoka juzi imelala kwenye friji. Mama Asia, njoni mchukue chapati. Muhuni mmoja we. Mbona ilipokuwa chapati hasa wenzio hujawapa? Mbona ilipokuwa chapati hasa, mbona hujawapa wenzio? Uchoyo. Jamani, kula sana kunaleta maafa. Kula sana, maradhi mengi. Kina mama, chipsi kuku, rojo. Na nikitaja hizi chipsi kuku zishati adabu wengi. Zina maradhi ya aina mbili. Ukizipenda sana zina madhara. So kama tusile, tuleni chipsi kuku. Kuna kipindi kimoja nimeelezea hatari ya chipsi, madhara yake. Utamu wa chipsi unajaza deshi. Nitakuambia, director akasema hapo, huyo ndo director wetu, utamu wa chipsi mimba. Ndio. Na sisitiza hilo kusema zishawaharibu wengi. Wanafunzi wengi wameshapata ujauzito kwa utamu wa chipsi. Si wanafunzi tu, mpaka wajane. Si wajane tu, mpaka wake za watu, kwa utamu wa chipsi. Pakesha kuweko na kibanda cha chipsi, vurugu. Mijana dume haiondoki hapo. Inajua wanawake wanazipenda sana chipsi kuku. Wanawake wana vilaji vyao vya kuwatia pate. Wanawake wana vilaji vyao vinawatia pate hivyo. Akiviona vilaji hivyo, kama akakamata kitu cha thamani anaweza akakiachia. Nimeziona chipsi. Zinantoa roho.
Na wanaume wana mitego yao, wanajua hapa kwa ulaji huu wanawake hawakosi. Kuna watu wengine wamekaa wametulia, wanamwambia yule mtayarishaji wa vyakula vile, nikikubonyeza hivi, nikikubonyeza nitakuwa nishamlipia huyo. Kwa hiyo mwanamke pale anakuja kavaa kile kiflana kilombana, kiuno kiko nje huku, anataka chipsi za watu. Wengine hata pesa hawana, hujipeleka pale kwenye meza. Chipsi kiasi gani? Kakaa muhuni pembeni hapa. Chipsi kiasi gani? Anambonyeza, tunamwambia jamaa, huyo nishamlipia, wewe mpe. Mama, chipsi chukua mjini hapa. He! Za kiasi gani nichukue? Wewe chukua unazotaka, hata kama meza nzima unaitaka, ondoka nayo. Kuna mijitu ya ubaya imekaa ready, inataka kuwalisha watu chipsi. Sasa asija akafikiria chipsi hizo zitamalizia salama. Na yeye mwenyewe anajua midamu kashanunuliwa. Anajua hizo chipsi lazima zinahitaji malipo. Humo ndo tunamharibiwa watoto wetu, na wengine wamekamatiwa kwenye vibanda vya chipsi. Eti mume akampate kwenye kibanda cha chipsi. Kweli atakuwa mume huyo? Na hiyo harusi si itakuwa chipsi tunayo? Wafanyakazi wa tayari wameshaonekana wamepata matatizo ya ujauzito. Maana ujauzito kuwa hujapewa na mumeo una matatizo tofauti na ule unaopewa na mumeo wewe mwanamke. Japo kama ukishapewa na mumeo mwingine tena unatapika, unalala, yale hatuhesabu matatizo. Pale tunahesabu wewe unachukua thawabu kwa sababu uko kwenye jambo la kheri. Lakini ujauzito ukapewa na asiyekuwa mumeo, tunasema haya ndo matatizo. Tuko pamoja? Ujauzito bwana ukapewa na asiyekuwa mumeo, hata kama unajiona utazaa salama, daktari anakuambia inaonyesha mtoto wako kakaa vizuri tu, utazaa salama. Umezaa salama, lakini ulipozini ilikuwa salama. Utazaa salama, lakini mtoto umempata kwa njia ya zinaa. Umempata kwa sababu ya chipsi kuku. Itakuwaje? Maafa ya kula sana. Hata watoto leo, watoto wadogo wanaanza kupondewa mikate. Mama anasema wacha nikuwekee mkate kwa chai. Tena maziwa matiti yangu yamekuwa ya moto kwa kuvutwa. Piga boflo. Mtoto mdogo anachezea boflo 3, babake hazili wengine. Kitoto kidogo kinatoka tumbo hivi. Kitoto kina tumbo kama koshwa koo. Hasema Juma ananenepa. Ananenepa, unamuua mwenzio huyo. Fikra huna wewe. Tunazo fikra kama hizo. Na wengine wanakuja kama nyonyi mpondee tumpige mikate. Pigwa mikate mtoto, na pigwa maandazi mtoto. Kitoto mpaka kinatoa macho kiko hivi. Kenda mtoto anakutisha. Unauliza mtoto anaumwe, haumwe kashiba tu huyo. Huyo akishiba ndo anaregeza mpaka macho. Tena imekuwa shibe pombe. Kwa hiyo sera ya kula tunaanza umo majumbani mwetu. Kina mama vitoto vidogo mnavilisha sana. Jamani, tunasema maziwa ya mama. Zamani ilikuwa hata kama mama hatoi maziwa yake, anafanyiwa fikra za kununuliwa mpaka vifaa maalumu au vyakula ambavyo vinaweza kuleta protini aweze kutoa maziwa mama, mtoto apate maziwa. Waume wanunuliwe preza. Tunasema waume sisi wanaume vigogo, mwanamke hatoi maziwa vizuri, mnunulie preza. Tena usendo kumnunulia vipweza vikavu vikia vidogo
nunua pweza asajishikie, atoe maziwa yake wampe mtoto, sio maboflo tu. Ana matatizo mama, hatoe maziwa, aangaliwe afya yake. Hospitalini imeshindikana afya yake, mwanamama aombewe dua maziwa yatoke. Leo mwanamke atoe maziwa, watu wajui kwa sababu gani? Ana matatizo ya majini. Maziwa yatatoka wapi? Afanyiwe dua, apewe dawa, maziwa yatafunguka. Aombewe dua, maziwa yatatoka, atapata kunyonya mtoto. Leo mtu nasikia asipewe mtoto we maziwa hatoki, kila siku ndo maisha yake, watoto analelewa kwengine. Mtoto anakwenda kupewa maziwa ya mwanamke mwingine, pengine yana jike huni, kila wakati nguo nje, makwapa yanamninginia. Nenda mpa mwanao mnyonyeshe, hujui kama maziwa yana athiri. Lazima atafuata tabia ya yule. Namuona mtoto kimekarambuka, kitoto kidogo kama kijana jike, unakiona mbona huyu mtoto amekuwa hivi? Maziwa yake aliyokunywa, umesahau kama kanywa kwa yule bibi wa pembeni, pashu, mlezi wake pashu. Yeye atakuwaje? Na mlezi wake kazirusha mlezi wake. Kina mama mnolea watoto, mnopewa wengine wa kuchukua huko, muwalee vizuri bwana. Wanaume wenzetu vigogo, kama kalelewa pahala mtoto, lazima tuangalie tunampeleka wapi pa kulelewa. Mwanamama usiseme kwamba nishachoka kunyonyesha. Lakini ikitokezea, maana ana kingine tamaa. Lakini wengine huwa wanacheza na waume zao. Mtu kucheza na mume si vibaya, akafanya kama kumtania tu. Mume wangu unajua mimi huyu nikitaka kumnyonyesha,